Raila Amolo Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka wa 1945, mwaka ambao vita vya pili vya dunia viliisha. Raila alizaliwa katika hospitali ya The Anglican Church Missionary Society huko Maseno. Raila Odinga alikuwa mtoto wa pili wa Jaramogi Ajuma Oginga Odinga na mkewe Mary Ajuma Nyaralego. Katika hafla yake ya kusherehekea miaka 77, Raila aliwaambia waliohudhuria kuwa awali mama yake alikuwa amempa jina Onyango, kumaanisha mtoto aliyezaliwa asubuhi. Wakati Raila akizaliwa, babake mzee Jaramogi Oginga Odinga walikuwa ndio wamerudiana na mama yake Mary baada ya kukosana mwaka mmoja awali. Katika tawasifu ama autobiography ya Jaramogi, Mary Ajuma aliondoka kwa mumewe na mwanawe wa kwanza Oburu kufuata mzozo na mumewe, na aliporudi ilikuwa baada ya miezi 6. Wawili hao walikosana baada ya Jaramogi kumpiga mkewe, kitu ambacho anakiri mwenyewe katika kitabu hicho cha Not Yet Uhuru. Wazazi wa Raila Odinga walikutana katika hafla ya michezo ya shuleni huko Migwena, eneo la Sakwa, wakati Jaramogi Oginga Odinga akifundisha shuleni ya kimishonari ya Maseno. Jaramogi alimpenda Mary alipomuona mara ya kwanza tu, na walipokutana tena akaamua kumuoa. Miaka ya kwanza ya ndoa yao ilikumbwa na mizozo, na Jaramogi anaandika alivyomtesa mkewe kwa kumpa maagizo kwa njia sawa alivyowaagiza wanafunzi wake shuleni. Hii ilileta mizozo, kwani Mary Juma pia alikuwa mwenye hasira za upesi. Basi Mary Juma Nyaralego aliporudi kwake, mzozo wa bwanake ukawa umeisha, na wakazaa mwanao wa pili Raila mwanzo wa mwaka wa 1945. Mwaka mmoja baada ya Raila Odinga kuzaliwa, ndugu yake Omodo akazaliwa, na Jaramogi akaamua kuwapeleka kanisani watatu hao wabatizwe. Lakini Jaramogi alipojiandaa na mkewe Mary kufikisha wanawe watatu mbele ya kasisi, kizungumkuti kikatokea hapo madhabahuni. Kwanza, Jaramogi Odinga ambaye alikuwa mwalimu mkuu katika shule ya veterinary ya Maseno akamwandikia padre aliyesimamia kanisa la Maseno Church akimjulisha kuhusu nia yake ya kuwaleta wanawe watatu wa kiume wabatizwe. Hata hivyo, Jaramogi alimjulisha padre huyo kuwa alinuia kuwapa wanawe majina ya Kiafrika katika ubatizo, kinyume na desturi za Kikristo ambapo jina la ubatizo lilikuwa la kigeni. Katika jibu lake, padre huyo alimwambia Jaramogi kuwa angekubaliwa kuwabatiza wanawe kwa majina ya Kiafrika iwapo tu angechagua majina spesheli machache yanayohusiana na kanisa, kwa mfano Agre ama Kahama. Siku ya ubatizo ilipofika, Jaramogi Oginga Odinga anaandika kuwa kanisa lenyewe lilikuwa limejaa watu hadi nje. Basi walipofikiwa yeye na mkewe Mary Nyaralego, wakapeleka wanao watatu mbele ya padre. Mtoto wa kwanza kubatizwa alikuwa Oburu, kifungua mimba. Jaramogi alipoulizwa jina akasema angemuita Ng'ong'a Molo Oburu. Padre huyo aliyeitwa Simon Nyende akapinga jina Ng'ong'a kama jina la ubatizo, lakini Jaramogi akasisitiza kwa sauti. Alimweleza mtumishi wa Mungu kuwa Ng'ong'a ilikuwa chifu maarufu wa jamii hiyo na hakuwa amefanya chochote kuwakosea Wakristo, na basi jina lake halikuwa na dosari. Wote waliokuwa kanisani siku hiyo wakavutiwa na malumbano ya Jaramogi na Padre Simon Nyende, lakini Jaramogi akashikilia msimamo wake kuwa wanawe wangepewa majina ya ubatizo ya Kiafrika wala sio ya Kiingereza wala Kiyahudi. Kasisi Nyende akakataa katakata kuwabatiza Raila na ndugu zake wawili, na mama yake Mary Juma alipoona ukaidi wa mumewe akahisi ameaibishwa. Mary Juma Nyaralego alikasirika na kuondoka madhabahuni na wanawe, akamwacha mumewe anabishana na Padre Nyende. Jaramogi alimfuata mkewe baadaye na kumtuliza, huku akimshauri warudi na kujaribu tena kuwabatiza wanao. Basi Jaramogi aliketi na kumwandikia barua kasisi mkuu wa eneo hilo, jamaa wa kizungu aliyeitwa Archdeacon Stanway. Stanway alijibu na kumshauri Jaramogi Odinga aandike barua nyingine Nairobi kwa askofu mkuu akieleza tatizo lake kuhusu ubatizo wa wanawe. Jaramogi Oginga Odinga alipoandikia askofu wa Nairobi, aliambiwa kuwa hapakuwa na kifungu chochote katika maandiko ya kanisa kumkataza mtu awabatize wanawe kwa majina ya Kiafrika. Kesi ya ubatizo huo ilipofikishwa kujadiliwa na baraza la makasisi wa Afrika wilayani, wote wakapinga vikali ubatizo wa majina ya Kiafrika, lakini hatimaye Archdeacon Stanway akatoa uamuzi uliomkubalia Jaramogi kubatiza wanawe kwa majina ya Kiafrika iwapo angepata kasisi. Licha ya uamuzi wa
Archdeacon Stanwe, hakuna padre wa Kiafrika aliyekubali kuwabatiza Raila na ndugu zake bila majina ya kigeni, lakini hili halikumkata moyo mzee Jaramogi Oginga Odinga. Aliendelea kutumia ushawishi wake kama mwalimu mtajika mkoani Nyanza na hatimaye akapata padre Mwingereza huko Maseno ambaye alikubali kuwabatiza watatu hao. Siku mpya ya ubatizo ilipofika, Jaramogi alikumbwa na changamoto mpya. Kwa ukaidi wake wa kutaka wanawe wawe na majina ya Kijaluo peke yake, alikuwa amemkasirisha sana mkewe Mary Nyaralego, na mama huyo alikataa kumsaidia kubeba watoto hao watatu hadi kanisani. Katika tawasifu ya Not Yet Uhuru, Jaramogi Odinga anaandika hivi kuhusu kilichofuata, na nitanukuu tafsiri hiyo: nilitafuta usaidizi wa baadhi ya wanafunzi wangu kunisaidia kubeba wanangu hadi kanisani na kumshawishi mwanawe Joel Omino aliyeitwa Akinyi awe mama yao wa ubatizo. Hatimaye mke wangu alipofahamu kuwa hakutaka kuniaibisha mbele ya watu wote hao, akaomba msamaha na kuja kunisaidia kanisani. Mwisho wa nukuu. Pale madhabahuni, kifungua mimba Oburu alibatizwa kwa majina aliyoyataka mwalimu Jaramogi, akawa Ng'ong'a Molo Oburu. Wa pili alikuwa Raila mwenyewe, kitoto cha chini ya miaka 4. Huyo naye akaitwa Raila Amolo Odinga. Watatu akapewa jina la Ngire Omuodo Agola. Watatu hawa walipewa majina ya ubatizo tofauti na watoto wengine wa rika lao, na majina yao yalitoka kwa wanaume aliowaheshimu sana Jaramogi Oginga Odinga. Kwa mfano, Raila alikuwa babu ya Jaramogi, mtu ambaye historia ya maisha yake ilimpendeza sana Jaramogi na akataka kumzaa tena kupitia mwanawe wa pili. Jaramogi Oginga Odinga alijua historia ya babu yake Raila kupitia simulizi za wazee, na akafahamu kuwa mzee Raila alijitoa kwa umaskini aliorithi kutoka kwa familia yake. Mzee Raila alikuwa ameoa mjane aliyeitwa Omido, kwani alikuwa maskini kupindukia na hangeweza kumuoa msichana mdogo. Lakini siku moja akawa na ndoto kuwa njaa ya kiangazi ilikuwa inakaribia, na pamoja na mkewe wakachimba shimo kubwa ambalo walificha mavuno yao, wakati majirani zao wakiendelea kama kawaida. Kiangazi kilifika kama alivyoota, na mzee Raila kutoka Sakwa akawa mtu wa pekee katika kijiji aliyebaki na nafaka, ambaye aliuzia wanakijiji na kufukuza umaskini uliomuandama miaka yote hiyo. Baada ya kufukuza umaskini, mzee Raila alizaa wanawe wa kiume walioitwa Oburu, Ngire, Omuodo, Otengo, Amolo na Ajuma. Ni kitinda mimba Ajuma ambaye alioa mwanamke mama yake Jaramogi Oginga Odinga. Kwa bahati mbaya, Ajuma mwanawe Raila akaaga dunia baada ya kuzaa watoto wawili peke yake. Kufikia kifo cha mwanawe wa mwisho Ajuma, mzee Raila ambaye sasa alikuwa sio maskini tena, alikuwa ameoa mke wa pili baada ya mjane Omindo, na mke huyo akazaa watoto zaidi wa kiume. Watoto wa mke wa pili wa mzee Raila, babu ya Jaramogi, wakapewa majina haya: Ochieng, Odinga na Raila, wa mwisho akipewa jina la babake. Basi mzee Raila akawa na watoto 9 wa kiume, lakini Ajuma kitinda mimba kwa mke wake wa kwanza akawa ameaga dunia. Sawa na mila za Kijaluo, kifo cha Ajuma kilimaanisha mkewe angiolewa tena na mmoja wa ndugu zake, mtu huyo mwenda zake. Jukumu hili lilimwangukia Odinga, kaka yake marehemu Ajuma, kwa mke wa pili wa Raila kumuoa mke mjane wa Ajuma. Basi Jaramogi baba yake Raila Odinga akazaliwa kwa ndoa ya Odinga na mjane wa Ajuma, wote wanawe mzee Raila. Kwa kifupi, iwapo Amolo ndilo jina la Kijaluo la waziri huyo mkuu wa Kenya, Raila ndilo la ubatizo, na Odinga ni jina la babu yake ambaye alimzaa Jaramogi Oginga Odinga, naibu rais mwanzilishi. Isitoshe, ni dhahiri kuwa kaka zake Raila walipewa majina ya wajomba zake Jaramogi. Kufikia mwisho wa 1946, Jaramogi Oginga Odinga babake Raila akajiuzulu kutoka kwa wadhifa wake kama mwalimu wa veterinary school. Kujiuzulu kwake kulichangiwa na kisa cha yeye kukosana na wazungu waliosimamia shule hilo la Maseno Veterinary School. Katika miaka yake yote, Jaramogi Ajuma Odinga alichukizwa na ubaguzi wa rangi baina ya wazungu aliofundisha nao. Basi katika mzozo mmoja wa 1946 akaamrishwa aache kazi yake Maseno Veterinary School na kupigwa transfer ya uhamisho hadi Kapenguria wakati akiwa na watoto 3. Jaramogi alijua hii ni chuki na alikataa kwenda Kapenguria kutumikia transfer yake. Badala yake akajiuzulu wadhifa wake kama mwalimu mkuu na kurudi nyumbani kwa mkewe na watoto. Anaeleza kuwa uamuzi wake haukueleweka na familia yake, na mzozo ukatokea tena kati yake na mama yake Raila, Bi Mary Juma Nyaralego.
Jaramogi alikuwa na mipango tofauti ya kuilisha familia yake changa. Mapema miaka ya 1940s alikuwa ameshirikiana na baadhi ya rafiki zake wasomi na pamoja wakawa wamenunua lori kuukuu la kufanya biashara ya kusafirisha mizigo. Walikuwa wamenunua lori hilo kwa shilingi 2,000, lakini likafika mahali likaharibika na mapato yake kusambaratika. Jaramogi Oginga Odinga alipojiuzulu kazi ya walimu Maseno, alianza shughuli ya kuanzisha kampuni mpya ya kibiashara. Kuanzia 1947, yeye na wenzake wakakubaliana kusajili kampuni ya Luo Thrift and Trading Company ambayo alitarajia ingefanikiwa zaidi baina ya jamii ya Wajaluo. Awali walipoanza, jina walilotumia kwa kampuni hii ni Bondo Thrift and Trading Corporation. Licha ya changamoto kibao wakati wakijaribu kusajili kampuni hii, Jaramogi na washirika wake walipata mafanikio ya haraka kutoka kwa Luo Thrift and Trading Corporation. Duka la kwanza la kampuni hii likafunguliwa huko Maseno alikoishi Jaramogi Oginga Odinga. Baada ya kupata cheti cha usajili, Jaramogi Odinga akaamua kufungua hoteli Kisumu, ambapo hakuna Mwafrika aliwahi kumiliki biashara yoyote wakati huo. Kati ya 1947 na 1948, Raila na ndugu zake walisalia nyumbani, huku mzee Jaramogi akizunguka kote nchini Kenya kuipigia upeto kampuni yake mpya ya Luo Thrift and Trading Company. Kufikia 1950, Raila Odinga pamoja na ndugu zake wakawa wanajipata mashakani mara kwa mara. Katika kitabu chake kinachoitwa In the Shadow of My Father, Oburu Odinga anafichua ujeuri wa Raila Odinga walipokuwa wavulana wadogo katika kipindi hicho. Oburu anasimulia jinsi Raila alipenda kubishana na mama yao Mary Juma, ambaye waliogopa sana adhabu yake ya nyumbani. Kulingana na Bwana Oburu, kila walipojikuta mashakani, mama Mary Juma angevuna kijiti kutoka kwa mti mmoja uliokuwa nje ya nyumba yao na kuwacharaza wavulana hao hadi akachoka. Lakini kila wakati ni Raila peke yake aliyethubutu kumuuliza Mary Juma kwa nini aliwaadhibu kwa makosa madogo, kitu ambacho kingemkasirisha zaidi mama yao. Jaramogi Oginga Odinga hakuwaadhibu sana vijana hao ikilinganishwa na mama yao mzazi. Hata hivyo, kipo kisa kimoja cha ucheshi ambapo Jaramogi alimcharaza Raila Odinga kupindukia. Kando na kuendesha biashara ya kampuni ya Luo Thrift and Trading Company, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa mkulima wa pamba nyumbani kwake. Aliwapa wanawe wa kiume, Oburu, Raila na Omodo, jukumu la kuchunga na kuvuna mazao ya pamba hiyo. Zaidi aliwafundisha watatu hao jinsi ya kuvuna mmea huo kwa utaalamu bila kuharibu. Katika hulka yake ya kutotii baadhi ya sheria za nyumbani, Raila Odinga alikosa kuamka kuenda shambani siku moja wakati ndugu zake wakishughulika kuvuna pamba. Jaramogi alipomfumania katika uzembe wake, alitaka Raila Odinga amweleze kwa nini hakutaka kujiunga na kaka zake shambani, na Raila akamjibu Jaramogi kuwa alifaa kuifanya kazi hiyo mwenyewe, ajione jinsi ilivyokuwa ngumu. Ukaidi huu ukampandisha hasira baba yake Jaramogi, na mara moja akaanza kumtandika kijana huyo kwa kiboko. Kichapo hicho kilikuwa kizito kiasi kwamba ilichukua mmoja wa majirani zao kuingilia kumshawishi Jaramogi Oginga Odinga amsamehe kijana huyo mtukutu. Licha ya kuhitajika kufanya majukumu yao ya shambani, hii si kusema Raila Odinga na ndugu zake walikuwa wanapitia umaskini wowote katika nyumba ya Jaramogi. Kufikia 1952, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa amepata mafanikio kama mwanabiashara, na ushawishi wake kama kiongozi wa muungano wa Luo Union ukawa unasikika kote nchini. Pamoja na Ramogi Achieng' Oneko, Jaramogi Odinga alikuwa ameanza shughuli za kuchapisha magazeti kwa lugha za Kiafrika, kitu ambacho kilimtosa katika siasa za Nyanza na hata za kitaifa. Raila na ndugu zake ambao sasa walikuwa wameongezeka hata zaidi, walijionea baba yao akijikuza kutoka kuwa mwalimu hadi akateuliwa kuwa Ker wa Kijaluo. Uteuzi wa Jaramogi kama Ker ama chifu ulitokana na kisomo chake, talanta yake dhahiri ya uongozi na utajiri alioanza kujenga kupitia kampuni ya Luo Thrift and Trading Company. Walipofikia umri, Jaramogi na mama Mary Juma Nyaralego wakawapeleka Raila na ndugu yake Oburu kuanza elimu katika shule ya Komulo School ambayo leo inajulikana kama Kisumu Union Primary School. Kufikia hapa, dada zake Raila ambao ni Beryl na Wenwa walikuwa wamezaliwa. Zaidi, ndugu wengine wa Raila waliozaliwa katika nyumba ya Jaramogi walikuwa Fred Odima ambaye alijitoa uhai Nairobi mwaka wa 1975, na Omondi Odinga ambaye aliaga dunia utotoni. Shadrack Osewe na Ruth Odinga wangezaliwa baadaye.
mzee Jaramogi angeishia kuwa na watoto 17 kwa jumla. Raila na Oburu walipoanza masomo shuleni Komulo huko Kisumu mjini, Raila Odinga alikuwa anaongoza darasani kwa maksi, huku ndugu yake mkubwa akija watatu ama wanne. Isitoshe, hulka yake Raila ya kuwaghadhabisha wakubwa zake ikaendelea hadi shuleni. Oburu anasimulia tena kuwa siku moja yeye na ndugu zake walipatikana na makosa, na mwalimu alipowaagiza walale kifudifudi wacharazwe viboko, Raila Odinga alikataa. Licha ya kuwa wenzake walipokea viboko, yeye Raila alisisitiza haikuwa haki kuadhibiwa kwa makosa asiyoyafanya, na basi ikamlazimu mwalimu amwache yeye na muombe msamaha baadaye. Raila na ndugu yake Oburu walimaliza darasa la pili na wakawa na hamu ya kuingia darasa la 3 baada ya likizo ndefu. Hata hivyo, walipigwa na mshtuko pale baba yao ambaye sasa alikuwa Ker ama chifu wa Luo Union alitangaza mkondo mpya. Wavulana hao wangehamia kijijini kwa babu yao ambapo wangeendelea na masomo mashambani huko Sakwa. Mzee Jaramogi alisema kuwa kukaa kwao mjini kuliwafanya wazembe wasioelewa kazi. Basi Jaramogi akawarejesha kijijini na kuwapeleka shule ya msingi ya Maranda Primary iliyokuwa kilomita 5 kutoka Sakwa, nyumbani walikoishi vijana hao. Raila Odinga anaeleza katika kitabu cha tawasifu yake kuwa kuhama Kisumu kwenda Sakwa kuliwachukiza zaidi, kwani walikuwa wamezoea maisha bora mjini Kisumu. Kwanza safari ya kuenda na kurudi shuleni Maranda iliwachosha sana. Zaidi, walipofika darasani walilazimishwa kurudia tena darasa la kwanza, licha ya kuwa walikuwa wamehitimu darasa la pili huko Kisumu Komulo School. Hasira zao vijana hao hazikumtikisa baba yao Jaramogi, na walilazimishwa kuanza upya masomo yao. Kurudia darasa ilimaanisha kusoma mambo ambayo waliyajua tayari, na wengi waliosoma nao darasani waliwazidi umri kwa zaidi ya miaka 10. Huko Maranda, baadhi ya waliosoma na Raila ni Odeni Ngure aliishia kuwa mbunge wa Rarieda, Joseph Odhiambo aliishia kuwa wakili mkuu, na mwanabiashara mashuhuri Henry Okech. Kufikia 1954, Jaramogi Oginga Odinga alizidi kuwa mtu mashuhuri mwenye ushawishi wa kisiasa katika eneo hilo. Hili lilimaanisha kuwa huko shuleni Maranda Primary na hata kijijini, Raila Odinga na ndugu zake walipata heshima maalum hata baina ya wanafunzi na walimu wao. Wakati mmoja baba yao aliwanunulia kiredio kidogo, na Raila na ndugu yake Oburu wakapenda kusikiliza taarifa za habari katika redio hiyo. Wakati huo kulikuwepo na idhaa moja tu ya redio nchini Kenya iliyoitwa Kenya Broadcasting Corporation, na redio hiyo iliendeshwa na serikali ya mkoloni. Katika simulizi lililotolewa na Oburu Odinga katika mahojiano yake na gazeti la Daily Nation mnamo mwaka wa 2006, Raila aliamua kuhepa darasani siku moja huko Maranda Primary na akarudi nyumbani, ambapo aliendelea kusikiliza taarifa za habari wakati wengine wakipokea masomo yao ya mchana. Huko darasani Maranda, mwalimu Hezekia Ougo aliona kuwa mmoja wa vijana wa Ker Jaramogi hawakuwa naye darasani, na mara moja akashuku kuwa utukutu ulikuwa unaendelezwa. Mwalimu huyo alimwendea Oburu ambaye alikuwa darasani na kumtaka aeleze kinagaubaga sababu ya kakake kukosa kuhudhuria somo la siku hiyo. Oburu alijua wazi kuwa Raila alikuwa amehepa darasani, lakini akamjibu mwalimu kuwa yeye hakuwa na habari za kakake mtukutu. Siku iliyofuata wote wawili walialikwa kufika mbele ya mwalimu, na Raila akamshangaza ndugu yake pale alipomwambia mwalimu ukweli wote kuhusu alikoenda wakati wenzake wakisoma darasani. Bila uongo, Raila alimpasha mwalimu wake kuwa alikuwepo darasani akaenda kusikiliza taarifa za KBC katika redio walionunuliwa na baba yao. Alipoamrishwa na mwalimu alale chalichali apewe adhabu yake, alifanya hivyo bila kulalamika. Huko kijijini, licha ya ukali wa mama yao Mary Nyaralego, Raila na Oburu wakazidi kuvinjari vulana wao na kuvunja sheria za shuleni hapa na pale. Siku moja wawili hao walikataa kabisa kuadhibiwa na mwalimu walipokosa kuja shuleni siku iliyotangulia. Walimwambia mwalimu kuwa mama yao alikuwa amewaombea ruhusa kuwa wangekosa shule siku hiyo na kuadhibiwa haingekuwa haki. Waliishia kurudi nyumbani kwa hasira na kumtaka mama yao Mary Nyaralego aende nao shuleni awatetee, kwani yeye aliwapa ahadi kuwa hawangeingia mashakani. Oburu anasimulia kuwa Mary Odinga alipofika shule alimzomea mwalimu huyo, kwani ni kweli kuwa wawili hao walikuwa wamekubaliana siku 2 awali kuhusu wavulana hao kukosa shule ili wasaidia dada zao wachanga wakati mamao akisafiri kuenda katika hafla ya mazishi huko Alego. Utundu wa wawili hao ulipozidi na matokeo yao ya shuleni kuanza kuzorota, mzee Jaramogi Oginga Odinga mwenyewe alijulishwa na akaja kijijini Sakwa kuchukua hatua.
Mara moja Oburu alihamishwa shule tena na akarudishwa shule yao ya awali ya Komulo School jijini Kisumu. Raila alisalia Maranda Primary kuendeleza masomo yake huko. Katika falsafa yake ya uzazi, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa na maono tofauti kwa wanawe wawili wa kiume. Aliwaambia kuwa Oburu, ambaye alimpa jina la Ward Pinyi kumaanisha mtoto wa dunia, angeishia kuwa mwanadiplomasia wa familia hiyo. Jaramogi alimtaka Oburu, ambaye alimuita Awodi kwa kifupi, achukue mwonekano wa kidiplomasia katika maisha yake ya siasa ya baadaye. Kwa upande mwingine, Raila naye alitakiwa awe mtoto wa jamii ya Wajaluo, basi akabandikwa jina la Ward Luo na babake akawa anamuita kwa kifupi Aluo. Kama Ward Luo, Jaramogi alimtakia Raila maisha kama kiongozi wa jamii yake Wajaluo, sawa na wadhifa aliyoushikilia yeye mzee Jaramogi Ker wa Kijaluo. Katika mahojiano na Zubeida Koome wa runinga ya KTN News mwaka wa 2014, Raila Odinga alifichua kuwa baba yake Jaramogi Odinga aliwahi kuandamana naye hadi mjini Kampala huko Uganda katika shughuli zake za kibiashara. Katika safari tofauti ya Tanzania, Jaramogi alimchukua kifungua mimba Oburu Ward Pinyi. Baada ya Oburu kurudi mjini na baba yake, masomo ya Raila Maranda yanasemekana kuathirika. Oburu aliporudi mjini, akawa anapata tena elimu iliyokuwa bora zaidi ya kijijini Maranda, na akamwacha nyuma kaka yake mdogo Raila. Oburu alipomaliza shule na kutaka kuingia shule ya upili ya Alliance aliyosomea babake, alinyimwa nafasi kwani Jaramogi alikuwa tayari na maadui wengi katika serikali ya mkoloni. Alipojaribu tena kuingia shule ya Kisii High School pia akakosa nafasi. Kwa juhudi za Jaramogi Oginga Odinga, Oburu akafaulu kuingia shule ya Lumumba Friendship University iliyokuwa taifa la kikomunisti la Urusi. Ukweli umechanganywa na fununu katika simulizi za jinsi Raila Odinga alivyoondoka shule ya msingi ya Maranda Primary. Maadui zake wa kisiasa, ikiwemo wakili Matata Miguna, wanadai Raila alifeli masomo yake ya msingi huko Maranda na majaribio yake kufikisha alama za kuingia shule ya upili ya Maseno School yote yaligonga mwamba. Wakati mmoja wakili Miguna alitoa madai zaidi eti Raila alikuwa mwanafunzi mzee zaidi shuleni Maranda kufikia 1961 na akaishia kufukuzwa alipomgonga kwa jiwe mwalimu wake aliyeitwa Bwana Oremo. Madai haya hayana ushahidi na yamekosolewa na kaka yake Raila, Tari Oburu Odinga. Isitoshe, katika tawasifu ya maisha yake Raila ya Flame of Freedom iliyochapishwa mwaka wa 2013, Raila Odinga mwenyewe anasimulia jinsi alivyoishia kuondoka Maranda Primary na kusafiri hadi bara Europa akiwa bado kijana. Matatizo yalikuwa yameanza mapema mwaka wa 1960. Hii ilikuwa baada ya ziara ya mwanakomunisti wa Marekani aliyeitwa Malcolm X kuzuru Nairobi, ambapo alikutana na wanasiasa waliopendelea ujamaa ikiwemo Kwame Nkrumah, Pioga Mapinto na Jaramogi Oginga Odinga. Uhusiano wa Jaramogi na wanakomunisti wa Urusi na Uchina ukawa unampa maadui zaidi katika serikali ya kibepari ya Kenya. Basi Oburu Odinga alipokatazwa nafasi kuingia shule bora zaidi nchini, Jaramogi akaona vizuri awasomeshe wanawe Ward Pinyi na Ward Luo katika vyuo vikuu vya ughaibuni. Lakini alipojaribu kumtuma Oburu Urusi mara ya kwanza, pasipoti yake Jaramogi ikachukuliwa na serikali ya mkoloni. Hatimaye alilazimika kutumia pasipoti ya kimataifa aliyopewa na rafiki yake wa ndani Kwame Nkrumah, rais mwanzilishi wa Ghana. Raila Odinga anaandika kuwa alihitimu Maranda Primary School na kuingia Maranda High School mwaka wa 1960, kinyume na madai ya wapinzani wake kuwa aliacha shule. Jaramogi alipoamua kumtuma mwanawe wa pili bara Europa kusoma huko pia, ilikuwa mwaka wa 1962 na Raila Odinga alikuwa katika kidato cha pili katika shule ya upili ya Maranda. Raila anakumbuka kuwa siku moja alikuwa darasani Maranda High School wakati msaidizi wa baba yake aliyeitwa Okuta Bala alikuja shuleni kwa gari na kumchukua ghafla bila onyo. Okuto alimpeleka moja kwa moja hadi Nairobi, kwani wakati huo baba yake Raila alikuwa mmoja wa viongozi wakuu wa chama kipya cha kitaifa cha KANU. Kufikia Nairobi, alifahamishwa kuwa angesafiri siku iliyofuata pamoja na vijana wengine wawili walioitwa Oudi Okello na Mirudi Okello. Walilala Nairobi na siku iliyofuata waliamshwa asubuhi mapema na wakatoka saa 12 kuelekea kituoni katikati mwa jiji. Kwa usaidizi wa Okuto Bala, watatu hao wakapandishwa basi la OTC na saa 1:30 safari ikaanza kuelekea Dar es Salaam, Tanzania.
Raila anaandika jinsi katika safari hiyo ndefu walitumia barabara kuu ya Nairobi Namanga ambayo bado haikuwa imewekwa lami na ilijaa vumbi na mashimo tele. Safari ya basi la OTC ama Overseas Trading Company iliwapitisha maeneo ya Korogwe, Handeni na hatimaye Morogoro nchini Tanzania, ambapo waliingia tena barabara ya lami. Baada ya milima na mabonde, basi lilifika jijini Dar es Salaam saa 1:30 asubuhi siku iliyofuata baada ya kusafiri kwa masaa 24. Walipofika kituoni Dar es Salaam, Raila na wenzake wawili walikuta wanasubiriwa na Dola Osman, jamaa aliyekuwa msaidizi wake Oscar Kambona, mmoja wa waanzilishi wa taifa huru la Tanzania. Bwana Osman aliwachukua kwa gari na kuwapeleka hotelini, ambapo aliwapa vijana hao nafasi ya kuoga, kubadilisha mavazi na kufungua kinywa. Baada ya hapo alirudi na kuwataka wampatie picha zao za pasipoti walizoagizwa kuja nazo kutoka Nairobi. Kufikia saa 7 mchana, Dola Osman alirudi na vyeti hivyo vya usafiri na kumwambia Raila na wenzake kuwa walikuwa katika ratiba ya kusafiri hadi mjini Cairo nchini Misri baada ya siku 2. Vyeti hivyo walivyopewa vilikuwa kitambulisho cha utaifa cha Tanganyika wakati huo pamoja na pasipoti ya usafiri ya taifa hilo. Hivi vingewasaidia Raila na wenzake kuingia Uropa kama raia wa Tanganyika, kwani serikali ya Kenya iliwanyima vibali hivyo. Yote haya yalifanyika kupitia uhusiano wa karibu aliyokuwa na Jaramogi na waziri mkuu wa Tanganyika, Mwalimu Julius Nyerere, baba wa ujamaa. Katika siku 2 walizokaa Dar es Salaam kama wageni wa serikali, Raila na wenzake walizuru ofisi ya Oscar Kambona, katibu mkuu wa chama cha TANU, na hata wakaenda kuona makao makuu ya chama hicho ambayo yalikuwa yamegeuzwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Siku yao ya kusafiri hadi Cairo ilipofika, Bwana Dola Osman alikuja na kuwachukua kutoka kwa hoteli waliokaa na kuwapeleka kwa ofisi yake waziri mkuu Mwalimu Julius Nyerere. Waziri huyo mkuu alifurahi kuwaona na akamwambia Raila kuhusu urafiki wake na babake Raila, Jaramogi Oginga Odinga. Kijana Raila naye akamwambia alikuwa amejulishwa na wazazi wake kuhusu ukarimu wake Mwalimu Nyerere, kwani Jaramogi na mkewe Mary walihudhuria sherehe za uhuru wa Tanganyika mwezi Disemba mwaka uliotangulia wa 1961. Baada ya hapo, Raila na wenzake wakabebwa kwa gari lake Mwalimu Nyerere hadi nyumbani kwake, ambapo walipakuliwa chakula cha mchana pamoja na kiongozi huyo mashuhuri. Walipotua katika uwanja wa ndege mjini Cairo, Raila na wenzake wawili walikuwa raia wa Tanganyika ambayo ingeshikana na Zanzibar miaka 2 baadaye na kuwa Jamhuri ya Tanzania chini ya Mwalimu Julius Nyerere. Huko Cairo walipokelewa na ndugu yake Oudi Okello ambaye alifanya kazi katika ubalozi wa Kenya nchini Misri. Jaramogi Oginga Odinga alifaulu kusafiri hadi Cairo, akapatana na watatu hao walipowasili na akafanya mikakati yote ili wasafiri hadi Ujerumani. Wakati wa 1962, taifa la Ujerumani lilikuwa limegawanyika kuwa mataifa mawili. Taifa la West Germany lilikuwa la kibepari ama capitalist nation na lilipinga sera za Urusi, Uchina na marafiki zao kama vile Tanzania. Upande mwingine, East Germany lilikuwa taifa la kikomunisti ambalo lilifanya urafiki na marafiki wa Urusi kama Nyerere na Jaramogi. Wakati huo ingekuwa rahisi kwa Mkenya kuingia West Germany na pasipoti ya nchi yake, lakini wale wenye pasipoti za Tanzania wangepata urahisi kuingia East Germany ambayo ilipendelea ukomunisti na hata ujamaa wa Mwalimu Julius Nyerere na Jaramogi Oginga Odinga. Awali 1960, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa amesafiri hadi taifa la kikomunisti la East Germany ambapo alifaulu kuomba nafasi za ufadhili ama scholarships zipewe baadhi ya wanafunzi kutoka nchini Kenya. Baada ya kuwekwa karantini ya lazima kuhakikisha hakuwa na maradhi ya yellow fever, Raila Odinga aliwasili East Germany na ikiwa tarehe 7 Novemba 1962 akaanza rasmi kozi yake ya kujua lugha ya Kijerumani katika shule ya Herder Institute iliyokuwa tawi la chuo kikuu cha kikomunisti cha Karl Marx University of Leipzig. Chuo hicho kikuu kiliwaandaa wasomi kama Raila kabla ya kuingilia masomo ya juu zaidi kwa kuwajulisha lugha ya Kijerumani. Raila alisoma lugha ya Kijerumani hadi kuelewa katika Herder Institute na akahitimu tarehe 16 mwezi Novemba 1964. Kufikia hapa, babake Jaramogi Oginga Odinga alikuwa anaelekea kuwa naibu rais katika serikali mpya chini ya Jomo Kenyatta. Baada ya hapo, Raila alikuwa ametosha mboga kujiunga na chuo kikuu cha Magdeburg Technical University ambapo alianza kusomea shahada yake ya uhandisi, yani degree in mechanical engineering. Wakati akiwa chuoni huko Jerumani, Raila alianza kujihusisha na siasa za Kiafrika.
Kwanza, kama alivyoandika mwanahistoria Mnigeria aliyeandika kumhusu Raila 2006, Raila alianzisha chama cha wanafunzi wa Afrika ambapo yeye peke yake ndiye alikuwa mwanachama. Baadaye akajiunga na wanafunzi wa Kenya waliosomea Ujerumani chini ya mwavuli wa Kenya Students Association. Wengi waliotoka Kenya walipata ufadhili wao kupitia babake Raila, Mzee Jaramogi Oginga Odinga wakati huo. Hatimaye Raila akajiunga na kuwa mmoja wa viongozi wa muungano ulioitwa Federation of Kenyan Students in Eastern Europe, yaani muungano wa wanafunzi wa Kenya waliosomea mataifa ya kikomunisti barani Europa. Kama katibu wa muungano huo, Raila Odinga aliendeleza mijadala mizito kuhusu mwelekeo wa siasa za Kenya na mataifa mengine ya Afrika baada ya mkoloni kuondoka. Zaidi, mijadala ya iwapo ujamaa ni bora kuliko ubepari iliathiri sana mwonekano wake wa kisiasa. Ilipofika 1966 na babake Jaramogi kukosana na Mzee Kenyatta, Raila Odinga bado alikuwa anasoma uhandisi Ujerumani. Chama cha Jaramogi cha Kenya People's Union KPU kilipoundwa, Raila Odinga alifungua ofisi ya kwanza ya chama hicho nchini East Germany na hata kushawishi Wakenya wenzake nchini humo kujiunga na KPU. Huko Ujerumani, Raila anasimulia jinsi alivuka ukuta uliotenganisha pande mbili za mji wa Berlin na kuingia West Germany kununua vitu muhimu na kuwapelekea wenzake waliokuwa upande mwingine wa ukuta huo, ambapo baadhi ya bidhaa hazikukubaliwa kuuzwa. Anasimulia jinsi wakati mmoja mwaka wa 1968 alivuka mpaka kutoka East Germany na kuingia taifa la Romania bila kibali maalum cha kuingia nchini humo. Ili asizuiliwe, Raila alipowasili uwanjani wa ndege mjini Bucharest, alimuomba mlinzi wa uwanja wa ndege amruhusu aingie madukani hapo uwanjani wa ndege ili abadilishe pesa zake kuwa dola alipia visa yake ya usafiri. Raila anasimulia jinsi baada ya kuondoka tu alipanda basi na kuingia mjini Bucharest bila kununua visa hiyo ya Romania. Zaidi, wakati ugomvi kati ya Tom Mboya na Jaramogi Oginga Odinga ulizidi, Raila na wenzake wa Nyanza ya Kati wakawa wanawatenga wenzao wa Nyanza ya Kusini walioonekana kuunga mkono Tom Mboya na ubepari nchini Kenya. Ilipofika mwezi Julai 1968, Raila Odinga alishirikiana na wenzake katika muungano wa Wakenya waliosomea East Germany na pamoja wakaandaa kongamano la kwanza la wasomi wote kutoka Kenya waliokuwa barani Europa. Wakati serikali ya kikomunisti ya East Germany ilipojulishwa kuhusu hili, ikawaita mjini Berlin wanafunzi hao wakiongozwa na Raila Odinga na kuwakosoa vikali. Makosa yao yalikuwa kualika wanafunzi waliopendelea ubepari na serikali ya Kenyatta katika kongamano la kisiasa ndani ya nchi hiyo ya kikomunisti. Ilipofika 1969, Raila Odinga alihitimu na shahada yake ya Masters in Engineering and Welding kutoka chuo kikuu cha Magdeburg University, kisha akaamua kurejea Kenya kuisaidia nchi yake. Kulingana na tawasifu yake ya Flame of Freedom, Raila Odinga aliwasili Kenya kutoka Ujerumani tarehe 24 Oktoba 1969. Kwanza alitua uwanjani wa ndege wa Entebbe nchini jirani ya Uganda na kusafiri hadi Kisumu ambapo alienda kwa nyumba ya babake eneo la Milimani. Jumamosi ambayo ingefuata, Jaramogi Oginga Odinga alitarajia kujiunga na Rais Jomo Kenyatta katika hafla ya kufungua hospitali mpya hapo Kisumu iliyoitwa Russia. Wakati huu, Jaramogi alikuwa mpinzani mkuu wa serikali na chama chake cha KPU kilikuwa cha kipekee katika kukosoa uongozi wa KANU na Mzee Kenyatta. Ijumaa hiyo, Raila alijaribu kumshawishi Jaramogi asihudhurie mkutano huo wa Rais Kenyatta, lakini Jaramogi Oginga Odinga akasisitiza kuwa lazima angekuwepo, kwani hospitali hiyo ilijengwa kwa mchango wa nchi ya Urusi na Jaramogi alihusika kutafuta mchango huo. Siku iliyofuata, Jaramogi Odinga na Jomo Kenyatta walikutana katika hafla ya uzinduzi na chombo kikaenda mrama kabisa. Vijana waliounga mkono chama cha KPU walianza kulumbana na wale waliounga mkono chama cha KANU, na hata Rais Jomo Kenyatta akaishia kurushiwa mawe jukwani alipotishia kumkamata Jaramogi Odinga. Wajaluo wengi walikuwa na maswali kwa Kenyatta kuhusu mauaji ya Tom Mboya miezi minne kabla ya siku hiyo. Zaidi, walimshuku Mzee Jomo Kenyatta kama aliyehusika kumuua Agwin Skothek chini ya mwaka mmoja awali. Katika rabsha iliyozuka Jumamosi hiyo, mamia ya wananchi walipigwa risasi na majeshi ya ulinzi wa Jomo Kenyatta, na siku iliyofuata machafuko, Jaramogi Oginga Odinga akakamatwa pamoja na viongozi wengine wa Kenya People's Union. Jaramogi alipokamatwa alizuiliwa kwa mwaka mmoja, kisha akawekwa katika kifungo cha nyumbani huko Kisumu kuanzia Machi 1971, lakini viongozi wengine kama Achieng' Oneko waliishia kutumikia kifungo kirefu zaidi.
Raila Odinga alipata nafasi kuwa naibu mhadhiri ama assistant lecturer katika chuo kikuu cha Nairobi mwaka wa 1970 na akawa anafundisha katika idara ya uhandisi, Department of Mechanical Engineering ya chuo hicho. Wote aliofundisha nao katika idara hiyo ya uhandisi walikuwa Wahindi ama wazungu kuanzia katika kipindi hicho. Katika wiki yake ya kwanza kama mhadhiri wa UON, Raila alishuhudia kisa cha ubaguzi wa rangi kilichomchukiza zaidi. Alikuwa amehudhuria mkutano wa asubuhi wa kila siku wa wahadhiri katika idara hiyo kwa mara ya kwanza, na walimu wenzake walikuwa katika shughuli ya kuwapa maksi wanafunzi hao ili waweze kuhitimu. Raila akaona kuwa mmoja wa wanafunzi wa Kiafrika alikuwa amepita kwa alama za juu katika kila mtihani. Mkuu wa idara alikuwa Mhindi na Raila akamsikia akisema kuwa iwapo mwanafunzi huyo gwiji angekuwa mwenye ngozi ya Kihindi, basi angepewa ngazi ya first class honors. Raila Odinga ambaye alikuwa kijana wa miaka 25 akashikwa na hasira kwa ubaguzi huo wa kiwazi. Isitoshe, walimu wengine wote wakakubaliana kumpa alama za chini mwanafunzi huyo kwa misingi ya kuwa Mkenya mweusi. Raila hakuweza tena kukaa kimya na akaipaza sauti kuuliza kwa nini msomi huyo anyimwe haki yake kwa sababu ya rangi. Aliwaambia waliokuwepo kuwa ilifanya chuo kikuu cha Nairobi kiwe sawa na bunge la nchi ya Afrika Kusini, ambapo Waafrika bado walikuwa wanabaguliwa bure chini ya mfumo wa apartheid. Kwa maneno ya kijana huyo assistant lecturer, wenzake wakaaibika na kumpa mwanafunzi huyo alama alizozistahili. Licha ya ukakamavu wake wa kisiasa, kipindi cha Raila Odinga kama mkufunzi wa University of Nairobi kilikumbwa na changamoto sihaba, nyingi zikitokana na utesi alioupata kwa kuwa mwanawe Jaramogi Oginga Odinga adui wa serikali. Mwaka wa 1972 ndio mwaka Raila alikutana na Ida, msichana ambaye angeishia kuwa mkewe wa pekee. Raila anasimulia katika mahojiano na runinga ya KTN kuhusu siku alipomuona Ida kwa mara ya kwanza. Alikuwa amehudhuria sherehe ndogo katika nyumba ya mmoja wa binamu zake aliyeishi Pangani, wakati huo akiwa bado mkufunzi wa chuo kikuu cha Nairobi. Alipofika tu, alimuona Ida Anyango amekaa na dada zake uani wanazungumza. Ida naye alikuwa na undugu wa mbali na mkewe binamu huyo wa Raila. Basi Raila akamjulisha binamu yake huyo kuwa alitaka kumuona tena msichana huyo Ida, kwani dada huyo alikuwa amempendeza Raila. Kiufundi, Raila Odinga alimwalika Ida Anyango kwa sherehe yake mwenyewe, lakini kuficha nia yake akamtaka aje pamoja na dada zake. Ida Anyango alikuwa na umri wa miaka 24 na alikuwa anasomea ualimu katika chuo kikuu cha Nairobi, lakini idara tofauti na aliyofundisha Raila. Wawili hao wakakuza uchumba kwa mwaka mmoja, na ilipofika 1973 Raila akapanga njama ya kumuoa msichana huyo mzuri. Kama alivyosimulia mama Ida mwenyewe baadaye, mchumba wake huyo alimtaka kusafiri naye hadi mjini Kisumu. Wakati wakiwa Kisumu, Raila akamwambia Ida eti alitaka kumtembeza nje ya mji, na bila Ida kujua, Raila akawa anaendesha gari lake akielekea eneo la milimani. Bi Ida Anyango alishtukia wameegesha gari mbele ya lango la boma moja, na Raila akampasulia mbarika kuwa alikuwa amemleta kwao nyumbani. Ida Anyango akawa analalamikia ziara hiyo ya ghafla, lakini Raila Odinga akamwambia atoke kwa gari na awe tayari kukutana na babake mzazi. Kwa kuwa alikuwa hajawahi kukutana na kiongozi wa ngazi ya juu kiasi hicho, mama Ida anasimulia jinsi uoga na wasiwasi ulimuingia alipoambiwa na kutana na Jaramogi Oginga Odinga. Hata hivyo, Jaramogi alimpokea dada huyo kwa furaha na ucheshi, na hata walipoondoka vijana hao akampa Ida shilingi 200 anunue soda. Haukupita muda mrefu baada ya ziara hii, na ikiwa tarehe 1 Septemba 1973, Raila Odinga na Ida wakauana katika harusi ya kufana. Raila alikuwa na umri wa miaka 27 wakati huo. Mwanao wa kwanza alizaliwa 1973 na babu yake Jaramogi Oginga Odinga akampa jina la Fidel Castro Odinga kwa heshima ya rafiki yake mwanamapinduzi mashuhuri kutoka taifa la Cuba. Katika kipindi hicho cha 1973, Raila Amolo Odinga alipata nafasi ya kuingilia biashara huku akifundisha uhandisi katika chuo cha Nairobi University. Ikatokea kuwa katika kipindi hicho, rais wa kidikteta nchini Uganda aliyeitwa Idi Amin Dada alikuwa amewafurusha Wahindi wote kutoka nchini Uganda na kuwapa siku 90 kuondoka. Basi Mhindi mmoja aliyekuwa mmoja wa wataalamu wa kiufundi katika idara hiyo ya engineering chuoni UON akamnyemelea Raila na kumpa ofa ya kipekee.
Mhindi huyo wa Kibaniani alimweleza Raila Odinga kuwa mmoja wa Wahindi wenzake waliofukuzwa kutoka Uganda alikuwa na mashine spesheli za kutengeneza na kufuma vyuma ambazo alitaka kuziuza kwa bei za chini zaidi ili atorokee Uingereza. Raila, ambaye alikuwa na ujuzi wa juu wa ufumaji wa vyuma, akavutiwa na kutaka kuziona mashine hizo zilizotoka mjini Jinja, Uganda. Waliandamana hadi mtaa wa Parklands ambapo walikutana na muuzaji huyo na wakaona mashini hizo zilizojaa katika karakana mzima, ikiwemo mashine za kukata, kukunja na kuchomelea vyuma. Mhindi aliyeziuza mashine hizo alitaka shilingi 12,000 kama malipo ya bidhaa hizo zote. Raila Odinga alitamani kuzinunua mashine hizo nyingi ambazo alijua kuzitumia alipokuwa Ujerumani, lakini hakuwa na pesa tosha zilizodaiwa na Mhindi huyo. Mshahara wake kama mkufunzi ulikuwa shilingi 2,000 kila mwezi, lakini aliumwa kuacha nafasi hii adimu impite hivyo tu. Basi kwa haraka Raila akakumbuka alikuwa na gari la Kijerumani aina ya Opel alilosafirisha kutoka East Germany baada ya elimu yake huko kukamilika. Mara moja aliamua kuliuza gari hilo kwa shilingi 12,000 na mara hiyo hiyo akanunua mashine hizo za kufuma vyuma kutoka kwa Mhindi huyo msafiri. Raila alikodisha nyumba za kazi katika eneo la industrial area na kuziweka mashine hizo pale. Muda si muda Raila Odinga akawa anafuma milango, madirisha na bidhaa zingine zinazoundwa kwa vyuma vizito. Haukupita muda, mzungu mmoja aliyefanya kazi na kampuni ya mafuta ya Ajip Oil akamnyemelea Raila na kumuuliza kama kampuni yake ingeweza kutengeneza mitungi ya gesi hapa nchini Kenya. Raila akasema ndiyo. Katika harakati za kupima uwezo wa Raila Odinga kufanya kazi hiyo, Mjerumani mmoja akazuru karakana ya Raila na kufurahishwa na kazi hiyo ya Raila Odinga ambayo ilikuwa ya viwango vya kimataifa. Kwa usaidizi wa mzungu aliyeitwa Franz, Raila akasajili kampuni yake kwa jina la kimombo Standard Processing Equipment Construction and Erection, kwa kifupi Spectre East African Company. Baadaye kampuni hiyo ingekuja kuwa The East African Spectre. Baada ya kusajiliwa kama kampuni halali, Raila alisaidika na Mjerumani huyo Franz kuchukua mkopo wa serikali chini ya idara ya Kenya Industrial Estates, mikopo ambayo ilikuwa imetolewa kutoka Ujerumani kusaidia wawekezaji nchini Kenya. Mkopo huo ulimsaidia kupanua kampuni yake ya East African Spectre na akawa Mkenya wa kwanza kutengeneza mitungi ya gesi ya viwango vya juu nchini Kenya. Kutokana na ubora wa mitungi ya gesi aliyotengeneza Raila, serikali ya Kenya ikawa inampa kandarasi za kutengeneza mitungi hiyo, kwani hakuwa na mshindani Afrika Mashariki. Licha ya uhasama uliokuwepo kati ya mzee Jomo Kenyatta na Jaramogi Oginga Odinga katika miaka ya 70, kampuni ya East African Spectre na washirika wake wa France Shines and Partners walipewa kandarasi ya kuweka bomba kubwa la gesi ya kupikia katika boma la mzee Jomo Kenyatta huko Ishaweri, Gatundu. Kufikia 1974, kampuni ya East African Spectre ikawa imenawiri na kupita matarajio. Raila Odinga alichukua hatua ya kumpendekezea aliyekuwa waziri wa biashara na viwanda katika serikali ya Kenyatta, Bwana James Osogo, kuwa ingekuwa bora iwapo serikali kuu ingeweka shirika la kudhibiti na kukagua ubora wa bidhaa za mauzo zilizotengenezwa Kenya. Wazo lake hilo lilitokana na gharama kubwa aliyotumia Raila kila wakati kuleta mtaalam kutoka Mombasa aje kukagua na kudhibitisha ubora wa mitungi yake ya gesi. Basi waziri Osogo akachukua pendekezo la Raila Odinga na kuanzia 1973 sheria ikaandikwa kutengeneza kanuni za halmashauri ya ukaguzi wa ubora wa bidhaa nchini Kenya. Sheria hii iliitwa kwa kimombo Kenya Bureau of Standards Act na ilipitishwa mwaka huo wa 1973. Mwaka uliofuata, serikali ilitangaza nafasi za wataalamu wa ukaguzi katika idara mpya ya Kenya Bureau of Standards, lakini kutokana na mishahara midogo iliyotolewa na kazi hiyo, hakuna mtu wa maana aliyejitolea kuomba kazi hiyo. Bodi maalum ya Kenya Bureau of Standards iliteuliwa kufikia 1974. Ilipofika mwezi Mei 1975, Raila Odinga aliamua na liwaloliwe na akajitolea kuomba kazi hiyo kama mmoja wa wasimamizi wa shirika jipya la KEBS. Aliteuliwa kama meneja wa ukaguzi wa ubora, yani standards manager. Kazi yake hii ilimaanisha Raila Odinga alikagua ubora wa kila bidhaa zilizoundwa na viwanda vya Kenya na zaidi bidhaa zilizotoka nje. Baadaye angeombwa kusaidia kutengeneza shirika sawa na halmashauri ya KEBS katika taifa la Tanzania. Kufikia 1977, Raila Odinga na mkewe Ida Onyango walizaa tena mwanao wa pili aliyeitwa Rosemary. Raila Odinga alipandishwa cheo na kuwa naibu mkurugenzi wa shirika la Kenya Bureau of Standards ambalo alisaidia kuunda mnamo 1978.
Katika kipindi hiki, Raila pia alihudumu kama katibu na baadaye naibu mwenyekiti wa muungano wa Kenya Amateur Athletics Association. Katika tawasifu yake, anakiri kutembelea mataifa mengi duniani katika shughuli zake kama naibu mwenyekiti wa muungano huo wa riadha. Wakati rais mpya Daniel Toroitich arap Moi alipochukua usukani rasmi 1979, mazungumzo yakaanzishwa na Mwai Kibaki kumrejesha serikalini Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa amekaa nje ya uongozi wa kitaifa tangu visa vya Kisumu Oktoba 1969. Basi Moi akamteua Jaramogi kuongoza moja ya bodi ya maendeleo serikalini, lakini uteuzi huo ukaondolewa muda mfupi baadaye wakati Jaramogi alipomkosoa mwenda zake Rais Jomo Kenyatta hadharani na kumuita mwizi wa mashamba. Ida Anyango na Raila wakazaa mwanao watatu, Raila Odinga Jr. mwaka wa 1979. Baada ya uchaguzi wa 1979, Raila Odinga na wenzake ikiwemo James Orengo, Phoebe Asiyo wa Karachuonyo na Wang'ondu wa Kariuki kutoka Nyeri mjini wakawa katika mstari wa mbele kukosoa uongozi wa chama kimoja chini ya KANU na Rais Daniel Moi. Kundi hilo lilijiita Wakombozi Group na nia yao ilikuwa kuchemsha hewa ya kisiasa nchini na kumlazimisha Rais Daniel Moi kuacha kuwanyanyasa wapinzani wa kisiasa na kukubalia vyama vingine nchini Kenya. Wana Wakombozi Group walipewa ushauri na nguvu za kisiasa na mzee Jaramogi Oginga Odinga ambaye bado alikuwa kiongozi mwenye ushawishi mkubwa nchini. Hata hivyo, Raila aliposhikana na baba yake Jaramogi na kuanzisha chama kipya, serikali ya Daniel Moi ilikataa kusajili chama hicho. Ilipofika 1982, jaribio la kugeuza serikali ya Rais Daniel Moi likafanyika asubuhi ya tarehe mosi Agosti. Maafisa wa kitengo cha wanahewa Air Force walipanga njama ya kuchukua serikali, lakini wenzao wakawageuzia na kuwakamata siku hiyo hiyo. Njama hii ya kumbandua Rais Moi ilisemekana kupangwa vizuri na Raila Odinga na baba yake Jaramogi Oginga Odinga kwa ushirikiano na mtekelezaji mkuu Hezekia Ochuka. Katika wasifu wa mabiografi kumuhusu Raila iliyochapishwa na Profesa Babafemi Badejo, Raila anakiri kuhusika katika mikutano na Bwana Ochuka iliyofanyika katika nyumba moja iliyoko huko barabarani ya Ngong Road jijini Nairobi. Siku chache baada ya jaribio la kugeuza serikali ya Moi mwaka huo wa 1982, Raila Odinga alikuwa mshukia mkuu wa njama hiyo na alikamatwa na kuteswa na Moi kwa zaidi ya miaka 6. Baba yake Jaramogi Oginga Odinga alizuiliwa kutoka nyumbani kwake ama house arrest, kwani umri wake mkuu haungekubali apelekwe jela kama vijana. Siku yenyewe ya jaribio la kugeuza serikali la Agosti mosi, Raila alikuwa nyumbani kwa rafiki yake mmoja mtaani Parklands, Nairobi. Kimya kimetanda, inasikika sauti moja tu. Pamoja na mwenyeji wake, Raila ametega sikio, wanasikiliza habari za kutatanisha katika redio ya kitaifa. Mtangazaji ana sauti nzito yenye ustaarabu na anaitwa Leonard Mambo Mbotela. Anasema, kumekuwepo na jaribio la kugeuza serikali ya Rais Daniel Moi, lakini jaribio hilo limefeli na majeshi ya wanahewa waliojaribu kukamatwa. Wakati akikaa kufuatia matukio, ni vigumu kudadisi iwapo Raila Odinga anajua chochote kuhusu yanayoendelea kutangazwa katika redio hiyo. Siku chache zinapita huku Wakenya wakisubiri usemi wa Nyayo, baba wa taifa, kuhusu jaribio hilo la kugeuza serikali yake. Inafika tarehe 11, Raila yupo nyumbani kwake Profesa Okioko Ombaka mtaani Caledonia. Maafisa wa kitengo maalum cha polisi wanawasili nyumbani kwake huku wakiwa hawajavaa sare yoyote ya kuwatambulisha. Wanapomkosa Raila, wanamlazimisha dereva wa Odinga kuwaeleza aliko. Raila Odinga anakamatwa muda mfupi baadaye na kurushwa katika gari la kitengo hatari cha Moi cha Special Branch. Matukio yanafuata ambayo yangeathiri misingi ya maisha na siasa zake Raila milele. Siku hiyo hiyo, baada ya kuchukuliwa na watu wasiojulikana, Raila Odinga anajikuta katika ofisi za kitengo maalum cha polisi cha Special Branch katika barabara ya University Way. Katika ofisi hizo zilizoko kando ya kituo cha polisi cha Central, Raila anakalishwa kitako sakafuni, kiongozi na baba mwenye heshima zake, huku maafisa wa ngazi za chini wa polisi wakimsimamia na kumuuliza maswali kama mwizi. Raila anapandishwa tena kwenye gari la polisi usiku na kupelekwa katika makao makuu ya GSU na baadaye katika kituo cha polisi cha Mdhangari, ambapo maafisa wa polisi waliendelea kumdharau na kumtesa. Kufikia hapa, Raila alikuwa hajakula chochote, lakini usiku huo mlango wa seli yake ulifunguliwa na akaamrishwa kutoka nje. Aliwekwa katika chumba maalum ambapo alikutana ana kwa ana na mtesi wake mkuu, afisa wa kitengo hicho aliyejulikana kama Josiah Kipkirui Rono.
Kutoka pindi tu walipokutana, afisa Rono alimpiga Raila Odinga makofi na makonde kama muhuni, huku akiendelea kumuuliza swali moja tu. Hata hivyo, kila lilipoulizwa, Raila hakutoa jibu sahihi kwa swali hilo. Rono aliendelea kumtesa na kumpiga Raila usiku na mchana, huku akimtaka akiri kuwa alihusika kwa njama ya kugeuza serikali na ataje wengine waliohusika. Siku 3 baada ya kukamatwa mtaani Caledonia, Raila Odinga alibakia kimya, kitu ambacho kiliendelea kumghadhabisha bwana Rono. Ilifika siku moja wakati Josiah Rono alibaini kuwa Raila Odinga hangekubali mashtaka na kuconfess, na hapo Rono akapandwa na mori, akavunja tendeguu la meza moja iliyokuwepo karibu na kumpiga Raila kwa mbao hiyo vibaya hadi Raila akakaribia kuzirai. Maafisa wenzake bwana Rono walianza kumsaidia katika shughuli hiyo ya kumpiga Raila. Wakati mateke na mbao zikimnyeshea kichwani na katika sehemu zake nyeti, Raila Odinga alisikia Josiah Rono akitayarisha bunduki yake ampige risasi. Ghafla waliacha kumpiga mbao za kichwa na Josiah Rono akamwambia huku amemnyonshea Raila bunduki kuwa kilichosalia ni yeye kusema walichotaka aseme ama wangempiga risasi na kumuua papo hapo. Raila Odinga akafunga macho yake na kusubiria kifo, akijua wakati wowote angepigwa risasi ya kichwa na kuuawa hapo sakafuni. Akaendelea kusubiri, lakini mlio wa risasi haukusikika. Rono aliwanong'onezea wenzake na wakamrudisha selini mwake, huku damu inamdodoka Raila kila mahali. Wakati hatimaye alihamishwa na kupelekwa hadi kambi kuu ya wana GSU, Raila Odinga alikuja kugundua kuwa alikuwa ametiwa korokoroni pamoja na wajaluo wengine wenye hadhi Nairobi, ikiwemo mkuu wa masomo ya uhandisi engineering katika chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Alfred Otieno, na Otieno Makonyango ambaye alikuwa naibu mhariri wa gazeti la The Standard, wote walioshukiwa kupanga njama ya kumbandua Rais Daniel Moi kutoka uongozini. Raila aliendelea kuhojiwa huku akipigwa, na hatimaye siku moja mkuu wa polisi mwenyewe Ben Gethi alifika kumhoji kuhusu matokeo ya kujaribu kumuondoa Moi 1982. Raila anaandika kuwa Ben Gethi alipofika kwa seli yake alionekana mlevi kupindukia huku akitafuna pande la nyama kwa dharau. Bwana Githe alianza kwa kumwamrisha Raila Odinga aandike kile alichokijua kuhusu njama yote ya kumbandua mamlakani Rais Daniel Arap Moi. Raila Odinga akaandika kuwa alijua Charles Njonjo, wakili wa serikali, alihusika. Jibu hilo lilimghadhabisha Ben Gethi ambaye alichana karatasi hiyo kwani alikuwa na urafiki na Charles Njonjo. Basi Gethi akampa karatasi nyingine, lakini Raila akarudia jibu lake hivyo hivyo. Raila alipokataa kubadilisha simulizi, mkuu huyo wa polisi aliamka ghafla kwa hasira, huku sura yake ikionyesha uoga uliochanganyika na hasira. Ben Gethi aliondoka bila neno lingine kwa Raila. Bwana Gethi alifutwa kazi siku 3 baada ya hapo na baadaye kukamatwa na serikali ya Moi na akawekwa detention sawa na Raila Odinga. Wakati wa usiku walinzi walipoondoka, Raila na washukiwa wenzake, washukiwa wa mapinduzi ya Agosti 1, wangeitana kwa kupaza sauti na kujulishana yaliyojiri baina ya wale waliofika mahakamani siku hiyo. Mwishowe, wengi wa majirani zake katika seli waliokuwa wanajeshi wa hewa walihukumiwa vifo, na usiku wangerudi na kuwapasha wenzao kwa sauti kuwa walikuwa wamehukumiwa kuuawa siku iliyofuata. Hatimaye, baada ya majuma mengi ya mateso, Raila Odinga alifunguliwa mashtaka na kurudishwa rumande. Siku ya kesi yake ilihairishwa mara nyingi, huku ndugu zake Raila wakimtafutia wakili mwenye uwezo wa kumtetea. Siku ya kesi yake iliwekwa kuwa tarehe 24 Machi 1983. Wakati akisubiria siku yake mahakamani, Raila alipewa sare ya jela iliyochanika katikati ya miguu ili kumwaibisha kwa kuanika nyeti yake kila alipojaribu kuketi. Chakula alichopewa kilikuwa sawa na chakula cha mbwa. Raila na washukiwa wenzake walifungiwa katika vyumba vilivyotengwa ama solitary confinement cells, na hawakuruhusiwa kuoga wala kutoka nje kwa muda mrefu. Kila mfungo baina yao alipewa nafasi kujisaidia mara moja kwa siku chini ya ulinzi mkali. Hatimaye siku ya kuhukumiwa iliwadia, na kulingana na kiongozi wa mashtaka wa serikali wakati huo, Raila alikuwa na mashtaka 13 ya kujibu. Ilipofika tarehe 23 mwezi Machi mwaka wa 1983, siku yao ya kiyama ikawa imebakisha masaa tu. Hata hivyo, Raila na washukiwa wengine walitolewa kwa seli zao ghafla, wakapewa mavazi yenye adabu tofauti na magwanda yao ya jela, na wakafikishwa mbele ya jaji mmoja wa Moi. Jaji huyo aliitwa Sir Charles Wicks.
na kiongozi wa mashtaka dhidi yao alikuwa Sharad Rao. Mashtaka 13 yalikuwa yamewekwa dhidi ya Raila Odinga, ikiwemo kosa la kusaliti taifa lake ama treason, kosa ambalo adhabu yake ni kifo kwa kunyongwa kwa kamba. Raila na wenzake walipofikishwa mbele ya Jaji Charles Wicks, prosecutor Sharad Rao alitangaza kuwa serikali ya Moi ilikuwa imeamua kuondoa mashtaka yote dhidi ya Raila na wenzake. Waliambiwa kuwa bila mashtaka ya usaliti wa serikali dhidi yao walikuwa watu huru na wakaruhusiwa kurudi kwa familia zao. Kilichofuata kilimshtua Raila zaidi ya mazingaombo yote yaliyokuwa yametendeka wiki hiyo. Baada tu ya Raila Odinga na wenzake kuachiliwa huru, walisimama nje ya mahakama hiyo ya Nairobi angalau kuvuta hewa ya uhuru wao na kusherehekea. Walipokuwa hapo nje ya mahakama, magari ya kiraia yakafika ghafla na watu wasiojulikana wakatoka na kuwazingira Raila na washukiwa wengine wawili. Kabla hawajauliza swali lolote, wote walikamatwa tena nje ya mahakama, na waliowakamata walikuwa askari wa kitengo maalum cha Moi waliovaa kama raia wa kawaida. Jioni hiyo, Raila na wenzake walizuiliwa tena bila mashtaka na kurejeshwa Kamiti. Raila na wenzake watatu waliwasili katika jela la Kamiti mnamo saa 6 usiku, lakini badala ya kurejeshwa katika seli zao za kawaida, walipelekwa jela lilipo ndani ya jela. Hii ni kumaanisha walifungwa katika seli spesheli ama solitary confinement block zilizotengewa wafungwa sugu ambao hawakuruhusiwa kukutana ama kutangamana na mtu yeyote. Raila Odinga anasimulia jinsi walinzi waliowachunga walijichunguza wenyewe kwa wenyewe kuhakikisha hakuna hata kati yao aliyesaidia wafungwa hao wa Moi kutoroka. Kwa wavuta sigara, Raila Odinga anasimulia alivyojionea waraibu wakitumia njia za kiajabu na kiaibu zaidi kuficha sigara zao wakiziingiza gerezani. Anaeleza kuwa iwapo angekuwa mraibu wa kuvuta sigara wakati huo, alichokiona wenzake wakifanya ili kuzivuta kingemfanya kuiacha hulka hiyo mara moja. Raila Odinga aliendelea kuzuiliwa korokoroni bila kufunguliwa mashtaka yoyote, sawa na sheria ya wakati huo ya detention without trial, hadi tarehe 5 Februari mwaka 1988, 1988. Siku hiyo ilipofika, Raila alikuwa amekata tamaa ya kuwahi kutoka jela. Huko nje, mkewe na familia yake waliendelea kuomba na kuamini tu bila kujua chochote kumuhusu. Siku zikasonga na mama yake Raila Odinga akaaga dunia, akaombolezwa na kuzikwa kama Raila bado yupo jela bila kushtakiwa. Ndugu yake Oburu alipomwandikia telegramu kumjulisha kuhusu kifo cha mama yao, maafisa wa jela walificha telegramu hiyo kwa miezi 3, na walipodiriki kumuonyesha hatimaye, ilikuwa siku nyingi baada ya mama Mary Juma Nyaralego kuzikwa. Huko jela, Raila alijishughulisha kwa kusoma vitabu vya dini kama vile Biblia na Koran alizotumiwa na mkewe Ida Anyango. Hata hivyo, baadhi ya vitabu alivyotuma Ida havikumfikia Raila, kwani serikali iliviona kuwa vyenye itikadi kali na kuvichuja visimfikie. Isitoshe, Raila aliishia kukubaliwa kutoka nje na hata kuweka bustani alilopanda maua na mboga ambalo alilipalilia muda kwa muda. Wakati alipoaga dunia mama Mary Juma Nyaralego, ilipofika Februari 1988, Rais Daniel Moi alienda kinyume na matarajio ya wengi na kumwachilia huru Raila Odinga pamoja na wengine waliozuiliwa katika detention kwa miaka 6. Nyumbani, Raila alikuta wanawe wamekuwa na mkewe Ida akawa amepitia changamoto kibao mikononi mwa serikali ya Rais Daniel Moi wakati Raila akiwa kizuizini. Kitinda mimba wake huyo, Raila Odinga Jr. aliyeachwa akiwa kitoto kichanga, sasa alikuwa na miaka 10 na akawa anamfahamu na kumuona baba yake kwa mara ya kwanza. Sio hayo tu, awali 1986, wakati Raila Odinga akihamishwa kutoka jela moja hadi nyingine, kampuni yake ya kuunda mitungi ya gesi ya East African Spectre ilikuwa imefinyiliwa na Moi na ikachukua mkono wa mzee Jaramogi Odinga kuiokoa. Ilikuwa hivi, kampuni ya East African Spectre ilizidi kunawiri katika miaka ya 80 chini ya uongozi wa Oburu Odinga na mzee Jaramogi hata baada ya Raila kuzuiliwa. Lakini kufikia mwaka huo wa 1986, Rais Daniel Moi alikuwa anatisha kufilisi kila kampuni iliyofanya kazi na wapinzani wake wa kisiasa. Basi East African Spectre ilikuwa inafanya biashara na kampuni za kimataifa za kuuza mafuta ya petroli ikiwemo Shell na Ajipwell, ikiwatengenezea mitungi yao ya kuuza gesi. Mwaka huo East African Spectre ilipata ahadi ya tenda za kutengeneza mitungi ya gesi ya kampuni za mafuta kubwa kubwa za Ajip, Caltex na Shell. Hii ilipelekea East African Spectre kununua vyuma aina ya steel nyingi zaidi, ikisubiria barua ya kuagiza mitungi hiyo kutoka kwa kampuni hizo 3. Hata
Hata hivyo, ilipofika wakati wa kuagiza, kampuni za Shell na Caltex ziliogopa vitisho vya serikali ya Moi na kukataa kutoa tenda zao za mitungi ya gesi ya kupikia kwa East African Spectre. Jaramogi na Oburu walibaki na vyuma vya pesa nyingi kupindukia, huku mifuko ya kampuni hiyo ikiwa imeumia kiwango cha kufilisika. Jaramogi Oginga Odinga alijua wazi nia ya serikali ya Rais Daniel Moi ilikuwa kuona yeye na wanawe wameisha kiuchumi na kisiasa, na hapo akachukua hatua kuokoa East African Spectre. Jaramogi alimtembelea George Wachira ambaye alikuwa mkurugenzi wa usafirishaji ama logistics katika kampuni ya kuuza mafuta ya Esso Energy. Jaramogi alimweleza hali ilivyokuwa bwana Wachira na kumtaka msaidie kwa kununua mitungi hiyo. George Wachira alikubali kununua mitungi yote waliokuwa nayo wana East African Spectre, lakini kwa sharti moja peke yake. Alitaka kampuni ya Esso Energy ipewe uhakika kuwa East African Spectre ingeendelea kuitengenezea mitungi kampuni hiyo ya mafuta.